sababu mimi kidogo nimekulia wakati nimetoka Arusha kuingia hapa Dar, nilifika hapo Mwananyamala, nimeshuhudia sana haya mambo. Mnakuwa ndani, watu wanapiga ngoma nje, wanapita kikundi cha watu 20 30, vijana, watoto, wadada wanajoin pale, na ndio kilichokuwa kinafanyika, kwamba zinaweza kuanzishwa vurugu na watu 20 25 30 kwenye hilo eneo, lakini watu wakiona tayari kuna tafrani wanajoin, aidha kushangilia au na wao kufanya kile kinachofanywa na wale ambao wanawaona. Sasa sina hakika zaidi wa uratibu mkubwa ulifanyika kwa namna ipi, lakini nikiangalia naweza kusema, ndio maana nasema maandamano ya Gen Z kwenye nchi zingine ni tofauti sana na maandamano haya yalofanyika Tanzania, kwa sababu maandamano hayo ya nchi zingine mara nyingi vijana huwa wanafunga mji na unaona umati mkubwa, lakini haya ilikuwa ni vijana wanafanya mashambulizi katika maeneo fulani, alafu wanapotea. Baada ya shambulizi hilo linaenda kufanyika shambulizi lingine eneo fulani, alafu wanapotea katika eneo hilo. Kwa ilikuwa ni kama, sijui ni maandamano unaweza kuita, au ndo unaweza kuita movement, au tu ndo mkakati wa kuzuia uchaguzi, kwa sababu maandamano ya Gen Z kwenye nchi zingine ni tofauti na kilichotokea Oktoba 29. Oktoba 29 ilikuwa ni mkakati ulioratibiwa zaidi wa kufanya mashambulizi dhidi ya maeneo yenye uchaguzi, maeneo yenye uchumi wa baadhi ya watu waliowatarget na kadhalika. Sio maandamano pase ya Gen Z. Kwa hiyo Gen Z inaweza kusema labda walihusishwa kutokana tu na kuonekana kwamba tukilianzisha katika eneo hili lazima tutapata wadau wa kuunga mkono kwa mrengo wao wa kisiasa na kwa mtazamo wao wa kisiasa.